Halo, Bwana Yesu asifiwe sana, mpendwa mtazamaji wa MHAE TV. Karibu sana kwenye kipindi chetu cha mkate wa leo. Bado tunaziangalia ahadi za Mungu zilizoandikwa katika Biblia kwa ajili yetu, na zimekuwa za baraka sana sana sana. Mimi napenda kuzifuatilia ahadi hizi, maana ni za baraka na zinanibariki na kunibadilisha maisha yangu. Sijui kwa upande wako, lakini ninatamani na wewe uone umuhimu wa hizi ahadi. Tumeifikia sura ya 14 ya kitabu cha Injili ya Yohana, sura yake ya 14. Tutasoma mistari mitatu ya kwanza. Msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningeliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Amen. Pendwa mtazamaji wangu, tumekutana na ahadi nyingine hapa. Yesu anasema nitakuja niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Hii ni ahadi ya Yesu Kristo kwa wanafunzi wake. Kabla ya somo hili tuliona kwamba wanafunzi wake waliagizwa kupendana, kwa sababu upendo utawatambulisha kwamba wao ni wanafunzi wa Yesu Kristo. Hapa wanafunzi wa Yesu wanaahidiwa, Yesu anawaahidi kwamba atakuja kuwachukua awapeleke nyumbani kwao mbinguni. Hii ni ahadi yetu wote, sio wale tu waliotangulia, lakini inatuhusu sisi sote pamoja. Anasema msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Maana yake Yesu anasema kama mnamwamini Mungu, na mimi ninayesema na ninyi niaminini, kwamba haya ninayowaambia ndivyo yalivyo na ndivyo yatakavyokuwa. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningeliwaambia. Ninyi aminini hivyo, kwamba nyumbani mwa Baba yangu ziko nyumba za kutosha kwa ajili ya wote, kwa ajili yenu. Anasema basi mimi naenda kuandalia mahali. Basi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Hii ni ahadi kubwa na nzuri ya ajabu sana. Yesu anatukaribisha nyumbani, Anasema karibuni nyumbani, kwamba naenda kuandaa kule nyumbani, nikishamaliza ninakuja kuambia karibuni nyumbani. Twendeni sasa, kupo tayari. Kule Yesu sasa hivi anaandaa nyumba yangu, anaandaa nyumba yako, anaandaa gari lako la kutembelea, anaandaa gari langu la kutembelea, anaandaa kila kitu ninachokihitaji kule mbinguni. Kila kitu ninachokihitaji siku nikifika kule ndivyo vinavyoandaliwa. Kwa hiyo kule mbinguni ni kuzuri ajabu. Maandalizi yake yanayoandaliwa ni mazuri, ni ya standard ya hali ya juu sana. Kwa hiyo ni kuzuri ajabu, tamani kwenda, ni kuzuri sana. Yesu anasema nikimaliza kuandaa nitakuja niwakaribishe kwangu. Nitakuja niwachukue niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo hapo hapo. Ili Yesu pale alipo na sisi twende hapo hapo, tuwe naye, tuishi naye milele na milele. Ni ukaribisho unaotangazwa duniani kwa ajili ya sisi sote, kwamba Yesu anatuandalia mahali pa kuishi mbinguni. Kule mbinguni ni kuzuri sana. Ukisoma kitabu cha Ufunuo, anasema mbinguni ni kuzuri ajabu. Ule mji umepambwa kwa namna ya kipekee. Gari zake ni nzuri za ajabu. Lami yake ni ya dhahabu. Ukuta wake umezungukwa na madini mbalimbali, umejengwa kwa madini mbalimbali. Kwa hiyo ni kuzuri ajabu. Tamani kwenda rafiki yangu mbinguni. Yesu anasema atakuja.
Sasa hii atakuja, hatujui kwa hakika atakuja lini, lakini atakuja. Hiyo yeye alitufumba, Mungu alitufumba. Hili ni fumbo kubwa sana, lakini anasema atakuja atuchukue, atuweke pamoja na yeye kule mbinguni. Tamani jambo hili muhimu, ahadi hii muhimu aliyoisema Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu akubariki sana. Ishi maisha ya matumaini, wewe ambaye umeshamkubali Yesu Kristo, kwamba iko siku atakuja atukaribishe kwake, ili alipo yeye nasi tuwepo. Ishi kwa matumaini hayo. Mimi naishi kwa matumaini hayo. Kwa neema yako na kwa neema yake na ngojea hiyo siku kwa shauku. Mungu akubariki. Tukutane tena kwenye kipindi kijacho. Tuendelee kutazama ahadi za Mungu zilizoandikwa katika Biblia kwa ajili yetu. Akubariki Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.